Tunawapongeza sana vijana. Lakini pongezi kubwa zaidi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba ustawi wa kundi hili ambalo ni kundi kubwa, kundi la vijana, kwamba wanapata fursa mbalimbali ili kusudi muweze kujikimu. Lakini yote hii serikali kutaka kuona kwamba haya makundi ambayo uwezo wa kuweza kupata ajira serikalini moja kwa moja wanaweza kujiajiri wenyewe, lakini pia na wao wanaweza wakaajiri. Lakini pia tumeenda kuona bustani zenu ambazo mmekuwa mkizifanyia kazi. Kwa mimi niwapongeze sana kwa hatua mliofika. Na mimi nataka niwatie moyo kwamba hata ubuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo hamwezi kujua, iko siku isiyokuwa na jina tunaweza tukaja hapa tukakuta kiwanda kikubwa sana, kwamba mna mashamba makubwa, lakini sambamba na hilo mnazalisha hata mbegu za watu wengine kuja kuchukua hapa kwenu na kuweza kwenda kuzalisha. Sisi kama kamati ya bunge tukifika tukiona masuala kama haya, basi tutakwenda kushauri serikali, na serikali ikisikia ushauri wetu kweli inatekeleza. Kwa hiyo sisi tumefarijika sana. Kwa hiyo mimi niendelee kuwatia moyo na kuwapa pongezi sana. Kwa hiyo naendelea sana kuipongeza ofisi ya Waziri Mkuu kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya kwa kutoa mikopo kwa wale vijana ambao kweli wenye uhitaji na wanaofanya kazi. Kwa kweli kwa jitihada wanazofanya vijana hawa, kwa kweli ni watu ambao wanastahili kuangaliwa katika maeneo hayo, na sisi kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono ili kuhakikisha kwamba malengo yao makubwa ya kuzalisha yanafikiwa. Mimi na wenzangu tumepata nafasi ya kuwafahamu vijana hawa, na kupitia mfuko wa vijana fursa hiyo imewafikia. Kama unavyoona eneo letu la shamba hili limetengenezwa kisasa zaidi, maana hata kilimo chake kinafanywa kupitia drip irrigation, kwa maana uhakika wa kuzalisha mwaka mzima upo kwa sababu maji nayo yapo. Kikundi hiki kwa mujibu wa taarifa tulionayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kinaundwa na vijana wa kada mbalimbali. Wameungana kwa pamoja katika nia yao ya kuzalisha ili Tanzania iendelee kufaidi vyakula ambavyo vinatokana na nguvu yao kama vijana, na ukiangalia mustakabali mzima wa maendeleo katika maisha yao. Sisi ni kikundi ambacho tulijiunga mwaka 2021 kwa ajili ya shughuli za kilimo, na tulianza shughuli zetu mwaka huo na kusajili kikundi mwaka 2021 mwezi wa 8. Baada ya hapo tulikuja kufaidika na mikopo mwaka 2022 mwezi wa 6. Tukapata mikopo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, milioni 30 zilizotuwezesha kukuza kilimo chetu kutoka kwenye eka 1 mpaka kufikia eka 4. Sisi shughuli zetu kuu ni kilimo, ambapo tunalima nyanya, tunalima pilipili hoho na pilipili mwendo kasi, na tunalima mwaka mzima tukiwa tunaangalia hali ya soko iliyoko sokoni. Kuna kipindi ambacho tunalima pilipili kulingana na soko itakavyoenda kuwa, kipindi kingine tunalima nyanya. Kwa ujumla sisi tuko 5 tunajulisha na hapa shambani, lakini pia tumeajiri vijana wenzetu wanaotusaidia shughuli mbalimbali. Tuna vijana wasiopungua 4, lakini tuna wale ambao wanakuja mara kwa mara kufanya shughuli yao hapa shambani wako zaidi ya 20, lakini tukiwa tuna wanawake wasiopungua 15 wanaokuja hapa shambani kwa vipindi tofauti tofauti. Shughuli zetu tunazifanya kwa mwaka mzima, na tukiwa tunategemea kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya matone.